الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من نزل عليه قول الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أما baada ya kupitia kwa utulivu kurasa zilizoandikwa na fadilatu Sheikh Ali Said Araf Al-Jabri na Ustadh Umar Muhammad Adam Al-Qahtani kuhusu sababu za kuteremka sura Juzu Amma, imebainika kuwa hawa mabwana wametoa mchango mkubwa katika kuhudumia kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani tukufu, na kuwasaidia Waislamu ili kuweza kutambua vizuri mwongozo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie taufik katika kazi hii na amlipe khairi kila atakayechangia katika jambo hili. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mnyonge na muhitaji sana Mwenyezi Mungu Al-Hajj Sheikh Hamid bin Mas'ud bin Khatib Jongo, kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam na imamu mkuu msikiti wa Manyema. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، mswada unaoelezea sababu za kuteremshwa sura za juzuu ya Amma utaleta faida kubwa kwa wasomaji wanaotaka kufahamu tafsiri kwa urahisi zilizomo katika juzuu ya Amma, kuanzia suratul Naba hadi suratul Nas. Qur'ani ilikuwa ikiteremshwa moja katika hali zifuatazo. Bila sababu, hii ni sana katika Qur'ani. Sababu ya pili, kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suala aliloulizwa. Ya tatu, kwa kujibu pendekezo walilopendekeza makafiri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya nne, kufahamisha sheria ya tokeo lililomtokea mmoja kati ya masahaba au zaidi ya mmoja yao. Hapo huteremshwa sura nzima au aya za kutatua tatizo hilo. Katika sura zilizomo katika juzuu ya Amma, baadhi yao huwa limetokea tokeo au sababu yoyote ile na ikateremshwa sura. Kujua sababu ya kuteremshwa sura husaidia kuifahamu tafsiri kwa urahisi. Watayarishaji wa mswada huu wamefanya urahisi kwa wasomaji wa tafsiri ya Qur'an. Allah wajaze kila la kheri na malipo yanayostahiki. Msomaji wa tafsiri anapoelezea sababu ya kuteremshwa sura, akisomeshwa sura hiyo, inakuwa ni rahisi kufahamu maana ya sura hiyo kwa ukamilifu. Mfano, suratul Naba, suratul Kafirun, suratul Lahab na suratul Ikhlas. Ukielezewa sababu za kuteremshwa sura hizo, ufahamu wa tafsiri unakuwa rahisi na mwepesi. Allah wajaze khairi watayarishaji wa waraka huu walioupa jina sababu za kuteremshwa sura za juzuu ya Amma. Mimi niliopitia na kufanya murajaa na masahihisho madogo madogo, nimeona hauna tatizo kuweza kuwapa waumini ili wapate faida. Sheikh Sayyid Khamis Abdul Hamid Khamis Al-Baalawi, mjumbe wa Baraza la Ulama Zanzibar, mwezi 24 Shaaban mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 22 mwezi wa Februari mwaka 2025 Miladia.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Shukran za mwanzo ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwekea katika misingi ya Uislamu na kututunukia zawadi ya kuwa hurasatu ar-Rahman, yani walinzi wake Allah. Maana ya walinzi ni kwamba tunachukua juhudi za kuilinda dini, haswa kwa upande wa kutoa elimu. Vile vile tupeleke sala na salamu kwa mtukufu wa daraja, mlezi wetu na mwalimu wa walimu, Bwana Muhammad bin Abdullah. Tatu, tupeleke ombi la maghfira na waja wema wote waliotangulia mbele ya haki na waislamu wote kwa ujumla. Katika jambo hili la uandishi, Sheikh Ali Said Araf Al-Jabri ametutangulia akijumuisha kufanya mambo makubwa ya kusomesha madrasat, kuendesha masjid akiwa imamu pale Mwembe Tanga na kujishughulisha katika utafiti. Haya ni mambo makubwa na tumuombe Allah amzidishie tawfik na akubali amali zake. Allah awape maghfira wazazi wake, walezi wake, walimu na mashekhe zake na kila aliyesababisha yeye kufika katika hadhi hii, amin. Kitabu hichi sababu za kuteremshwa sura za juzuu ya amma ni miongoni mwa vitabu vingi ambavyo ameviandika kama inavyosemekana kwenye ukurasa wa nyuma wa kitabu hichi. Kitabu hichi kina umuhimu maalumu kwa vile fani hii ni miongoni mwa misingi ya kuijua tafsiri ya Qur'ani. Vile vile fani hii ni miongoni mwa misingi ya kuijua historia ya Uislamu, maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufahamu mwendo wa masahaba zake. Sababu za kushuka aya kwa hiyo ni tegemeo kubwa katika fani ya science of Quran, fani ambayo inakwenda mbali katika kufahamu masuala ya ndani katika Qur'ani na kufahamu misingi ya matukio mbalimbali. Fani hii inamwezesha Muislamu kufuatilia sababu za kisharia na kujenga hoja katika maamuzi. Kwa nini amechagua juzuu ya amma? Huu ni mwanzo wa Sheikh Al-Said. Amefuata mwenendo wa salafu salih ambao wengi takriban kuanzia kusomesha tafsiri ya amma, isipokuwa darasa kubwa za watambuzi ndio kuanzia Baqara. Kitabu hichi ni kwa ajili ya wanafunzi zaidi au wale wanaotaka kufanya muraja. Tumuombe Allah atuneemeshe kwa maalumati yaliyomo na iwe ni sehemu ya sadaqatul aljariya kwake na kwa kila aliyeshiriki kutafiti, kuandika, kuchapisha na kusambaza. Aidha walipe kheri wote walioshiriki na watakaoshiriki kudumisha kwa kuendelea kukisoma, kukisomesha na kufanya utafiti, amin. Profesa Ustadh Hamid Rashid bin Hamid Al-Hikman, nadhir wa Mahad Bakathir na Amir Masjid Jibril, Februari 2025, Shaaban mwaka 1445 Hijria. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mwenye kutaka kujua maarifa na ufahamu wa makusudio ya kuteremshwa sura zilizomo katika juzuu ya amma hasa kwa lugha ya Kiswahili, basi na asome kitabu hiki kilichotayarishwa na Al-Ustadh Ali Said Arafa Al-Jabri pamoja na Al-Ustadh Omar Muhammad Adam Al-Qahtani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kheri, pepo na neema zake mbalimbali, amin. Said Abdullah Shabih bin Muhammad bin Sharif Said Al-Bidh,
mudir wa Madrasatu Nur ya Mamburui, Kenya, tarehe 3 Ramadhan mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 Miladia.